بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. قال الباب السادس عشر في الصلح. tukiwa katika mwendelezo wa kukidurusu kitabu hiki al-fiqh al-muyassar fi dawi al-kitabi was-sunnah, leo tunamalizia biidhnil bari tabaraka wa taala mlango wa 16 ambapo sehemu kubwa tuliipitia kwenye majlisi iliyotangulia, tukabakisha kipengele cha 3 ambacho ndicho cha mwisho. Tumezungumzia maana ya sulhu na dalili zinazothibitisha hilo ndani ya Qur'an na Sunna, lakini kadhalika tukazungumzia anwa'u sulhi, aina za suluhu kwa ujumla. Tukaona kuna takriban aina 5 za sulhu: sulhu kati ya wanandoa, sulhu kati ya makundi mawili ya Waislamu yapiganayo, lakini sulhu kati ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu kwenye vita. Vile vile tukaona sulhu ya wawili wanaogombana, ugomvi ambao hauna mahusiano na mali. Lakini aina ya 5 na ya mwisho tuliyozungumzia ni asulhu baina almutakhasimain fi almal, suluhu kati ya wawili wanaozozana na mzozo wao unahusiana na mali. Na sulhu hii ikawa ndiyo sehemu ya maelezo zaidi kwenye kitabu hiki. Sulhu hiyo pia tukaona wanazuoni wameigawa sehemu mbili: as-sulhu ma'a al-iqrar was-sulhu ma'a al-inkar. Aina ya kwanza ni ile suluhu ambayo mnafanya ile hali yule mdaiwa mwenye haki ya mtu, mwenye pesa ya mtu, anakiri kwamba hiyo haki na hiyo amana anayo. Hii inaitwa as-sulhu ma'a al-iqrar. Tukaona kwamba hii nayo ina aina mbili: kuna sulhu al-ibra na sulhu al-muawadha. Lakini aina ya pili ya as-sulhu ni as-sulhu ma'a al-inkar, ni suluhu pamoja na kuwa yule mtuhumiwa wa deni au mfano wake aliye na haki ya mtu anapinga kwamba hapana, huyu hajawahi kunikopesha, huyu hajawahi kunipa. Pia tukaona kuna sulhu ya namna hiyo ambayo inaitwa as-sulhu ma'a al-inkar. Haya yote tumeelezea kwa mapana katika majlisi hizo zilizotangulia. Kwa hiyo leo tunamalizia al-mas'alatu thalitha, kipengele cha 3 fil ahkami almutaalliqati bisulhi, ni baadhi ya hukumu zinazohusiana na suluhu kwa ujumla. Na hapa zimetajwa takriban hukumu 3 na ndio kipengele cha mwisho ili tuingie kwenye mlango wa 17. Qala yasihhu sulhu, anasema hivi: hukumu ya kwanza tutambue kwamba sulhu inakuwa sahihi anil haqqi almajhuli, pale ambapo tunasuluhishana juu ya haki isiyotambulika. Ni haki gani hiyo isiyotambulika? Qala wa huwa ma ta'adhara ilmuhu min dainin au ainin, ni ile haki tumeshindwa kuitambua, iwe ni haki ya deni au kitu fulani. Kwa mfano, qala ka yakuna baina shakhsayn muamala wa hisab madha alayhi zamanun, kama vile itokee baina ya watu wawili kulikuwa na muamala fulani au hisabu fulani ambayo imepitwa na muda. Labda kulikuwa na muamala fulani mnafanya kwenye malipo, inawezekana mmoja alibaki na haki ya mwingine, ukapita muda mrefu. Haya yanatokea. Wala ilma liwahidin minhuma bima alayhi li sahibihi, alafu ikatokea kwamba hakuna anayekumbuka kwamba lile deni lilikuwa kiasi gani au lilikuwa nini. Inawezekana kuna kumbukumbu tulifanya muamala fulani hivi lakini haujaisha, kilikuwa kimebaki kiasi gani au kilikuwa kimebaki kitu gani? Sasa madamu kuna kumbukumbu kama hizo ambazo hazijaainisha kitu husika,
lakini tunakumbuka kuna asli ya muamala baina yetu sisi wawili, inafaa kuingia suluhu. Kwa maana gani? Basi tujalie kilichobaki ni 1,000,000, tukafikiana kwamba tutalipana 1,000,000. Inawezekana. Kwa nini imeitwa sulhu? Inawezekana kilichokuwepo ni zaidi ya 1,000,000 au chini ya 1,000,000, lakini madamu hakikumbukwi, mkaelewana juu ya kitu fulani, kwamba madamu sote hatukumbuki, tunachokumbuka ni msingi wa ule muamala, basi tuwafikiane juu ya amount fulani. Tujalie ninachokudai ni 50,000, mimi ninayekudai nimesema hivyo, na wewe mdaiwa ukakubali kulipa 50,000. Kwa nini hii imeitwa sulhu? Sasa tunakwenda kulimaliza hili jambo kidiplomasia kwa kuwafikiana juu ya kitu fulani ambacho inawezekana, kama nilivyotangulia kueleza, ni chini ya hapo au ni zaidi ya hapo. Na msingi wa sulhu umebebeka katika mmoja kusamehe kile ambacho ni haki yake, na mwingine kufanya zaidi ambacho ni wajibu wake. Sulhu ndivyo ilivyo. Kama kila mmoja atangangania, hapata kuwa na sulhu, patakuwa na hukumu tu, kwamba nilikuwa nakudai 1,000,000. Hapana, sio 1,000,000, ni 500,000. Tutavutana, mwisho tutaenda mahakamani, huyu alete mashahidi, sijui afanyeje. Lakini ili tumalizane, lazima mmoja akubali kuachia haki yake, au mwingine akubali kufanya zaidi ya wajibu wake. Kwa nyinyi wawili mnaodaiana, mlifanya muamala fulani au mlikuwa na hisabu fulani, ukapita muda, kumbukumbu kwenu wawili nyote zikafutika kwenye umaalumu wa kile kitu chenyewe. Kwa hiyo mtafikiana juu ya jambo fulani, na sulhu hapo inakuwa ni sahihi na imepita. Ndio maana akasema yasihu sulhu, sulhu inakuwa ni sahihi anil haqqi almajhuli, pale ambapo tutasuluhishana juu ya haki ya mtu ambayo haijulikani, imeshasahulika kwa kuwa muda mrefu umepita. Unajua, inatokea mara nyingine unafanya muamala na mtu alafu unamdai, yani kuanzia unakumbuka mpaka umesahau, labda ushamkatia tamaa kwamba huyu alipi, deni lake wala hakuna haja niliwaze, kama niliandika nafuta karatasi nitachoma, imepita miaka 15. Yule bwana kakumbuka kuwa anadaiwa kweli, mmeonana bwana, unakumbuka wewe unanidai kwenye nakudai shingapi? Sasa kwa kweli nilishasahau. Wewe unadaiwa, unaulizwa unadaiwa ngapi? Mimi pia sikumbuki bwana, ninachokumbuka wanadai, lakini kiasi gani sijui. Na hii inatokea ndani ya muda mfupi sana, hasa kwenye masala mazima ya pesa, sababu pesa ni kitu ambacho kumbukumbu zake bila kuandikwa, yani hazikawi kukimbia. Inawezekana ndani ya mwezi mmoja tu, hasa wale watu wanauza vitu labda rejareja. Amekuja mtu kwa kumwamini, amechukua kitu fulani, hukujua ni kiasi gani, au umejua lakini hukuandika. Umefika muda wa kulipa, ule ambao anakuja kulipa nyote hamkumbuki ni kiasi gani. Kwa hiyo mtafikiana kwa kile ambacho mtafikiana wakati huo. Kama wewe unayelipa utapewa kingi kuliko uhalisia, si dhulma. Hujala mali ya mtu dhulman. Au kama wewe mdaiwa utalipa kidogo kuliko unachodaiwa, pia huna ulie mdhulumu. Limadha? Kwa sababu hakuna kumbukumbu rejea, mmeamua kufanya sulhu. Tunaelewana kwenye nukta hiyo? Tayib. Taban kama kuna rejea, basi mtakwenda kwenye ile rejea. Kama mliandikishiana, kile kilichoandikwa itakuwa ndio kumbukumbu na ndio msingi wa kulipana. Alhukmu thani, hukmu ya pili, anasema yasihhu sulhu an kulli ma yajuzu akhdhu al-iwad anhu. Inafaa kusuluhishana kwenye kila kitu ambacho inafaa kupokea mbadala wake. Akataja mifano hapa: kasulhi anil qisas bidiyati almuhaddadati shar'a au aqalla au akthara, kama vile watu kusuluhishana kwenye kisasi ambacho kimewekewa dia na fidia kisheria. Inafaa sulhu huko kwa kidogo zaidi au kwa kingi zaidi. Yani mfano umemkata mtu kidole, umemtoboa mtu jicho, hizi ni dhambi, lakini zimewekewa penalty kwenye sheria. Sikumbuki vizuri, lakini nafikiri kumtoboa mtu jicho inawezekana ngamia kama 10. Sina kumbukumbu vizuri, yamenitoka kidogo, lakini yapo.
kumkata mtu sijui kidole, nafikiri ngamia kama wawili hivi. Yapo haya katika, na yatakuja huku mbeleni insha Allah taala, tutayaona bishai min at-tafsil kwenye mambo ya jinai na kujiruhiana. Sasa labda umefanya kitu fulani, panahitajika qisas, kwamba umeua na wewe uuawe, umengoa mtu jino na wewe ungelewe jino. Kwa hiyo inafaa watu kusuluhishana. Ni mfano kwenye kisasi cha kuua, kuna ule uuaji wa maksudi, una kisasi ndani yake, lakini inawezekana wale wahusika wa damu, aulia udam, wakasamehe kile kisasi, wakahitaji ile fidia yao ya ngamia 100. Inafaa kusuluhishana kwenye vitu kama hivyo, madamu ni dhambi ambayo inakubali mbadala, ni dhambi ambayo inakubali mbadala kwenye toba yake, basi sulhu inafaa. Taban kuna baadhi ya makosa hayakubali mbadala. Labda mtu amezini, mbadala wake nini? Hii hukumu yake ikishafika kwa kadhi na imethibitika kabisa kwa mashahidi wanaotakiwa shar'an kwamba huyu ni mzinifu, tunaweza tukalimaliza kifamilia, kwamba sasa wacha turudishe ili jalada kwenye familia, tuongee, huyu bwana inawezekana akatoa hata mbuzi 50, hii kesi ikawa imeisha. Ziko jamii zinamaliza kesi kwa namna hiyo. Watu wamekamatwa ugoni, nasallallahu salama, familia inakaa inaongea kwamba hapa ng'ombe 15, basi kesi itafutwa. Kwa hiyo mume ambaye kavunjiwa heshima kupitia mkewe, akishapewa hao ng'ombe, tena inawezekana akawa rafiki mkubwa kabisa yule bwana aliyetembea na mke wake, hii haina mbadala yake. Hii ikithibiti ni iqamatul hadd, unasimamishiwa hadd. Ilishatokea wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam, watu waliamaliza kifamilia haya. Kijana mmoja mfanyakazi katembea na mke wa bosi wake, kuyamaliza basi familia ile ya mfanyakazi ikapigwa faini na fili ngamia, mbuzi 100. Ile kadhia ikafika kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume akamtuma Unais kwamba kalithibitishe, na ikiwa ndivyo hawa mbuzi warudishwe kwa wenyewe, kitakachofuata ni kusimamishiwa hadi kwa hawa wazinifu. Kwa hiyo hapa la yajuzu akhdhu al-iwad, haifai kuchukua mbadala kwenye hili, tofauti na ahkamu nyingine mbalimbali kama vile ahkamu za qisas. Kwa inafaa kusuluhishana watu huko kwa maelewano. Kuna ile idadi iliyowekwa kwamba atakayeua faini yake ngamia 100, lakini panaweza pakapita suluhu kwamba okay, tumewasamehe 100, basi mtatoa 50 kwa ridhaa yenu. faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Ukisamehewa kisasi ikabaki kuwa utoe fidia, basi na wewe kumbuka huu wema, toa ile fidia, kwa sababu watu wanapokuwa na haki ya kulipiza qisas wakakusamehe, maana yake huu ni wema unaotoka kwao. Kwa hiyo unapokuja kwenye option ya pili ya kutoa fidia, nawe pia onyesha wema kwenye kutoa fidia. Namba 3 na mwisho, qala la yasihu sulhu an kulli ma la yajuzu akhdhu al-iwad anhu. Ile nukta ambayo tumeitolea mfano imetajwa hapa. Si sahihi watu kufanya suluhu kwenye kila kitu ambacho haifai kuchukua mbadala au kupokea mbadala. Kasulhi anil hududi, kama vile watu kusuluhishana kwenye yale mambo ambayo yamewekewa hadi na hukumu ya sheria, kwamba mwizi akatwe mkono. Kwa hiyo inapothibiti kweli umeiba, ukaingia hatiani kwa mizani ya sheria, wewe unakatwa mkono. Yale mambo kwamba tunakwenda kuyazungumza, wacha tuangalie namna tutamrudishia huyu, tutafanya hivi na vile, hapana. Hapa kuna had. Allah shatoa maelekezo, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Mwizi na mwizi ke, wote hawa wanatakiwa wakatwe viganja vyao. Kwa hiyo kwa namna yoyote hapa uingie sulhu zaidi ya nini? Kusimamishwa hadi, madamu kadhia imefika kwa hakimu.
Ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam alimkemea Usama pale alipotumwa aje kwa Mtume alayhi salatu wasalam kumbembeleza ili amsamehe yule mwanamke ambaye anaitwa Fatima, alikuwa anaitwa Fatima wa kabila la Banu Makhzum. Alituhumiwa huyu na wizi, kwamba yeye ni mwizi, na hukumu ya mwizi ni kukatwa mkono. Sasa mwanamke huyu Bi Fatima kwenye kabila linaloheshimika kabisa Banu Makhzum, inakuwaje akatwe mkono? Watu wakaangalia nani hapa ni kipenzi cha Mtume zaidi? Usama akazungumza na Mtume alayhi salatu wasalam kwamba mwenetu kweli imethibiti 1 2 3, lakini kwa heshima yake na kabila lake huyu sio wa kukata mkono ya Rasulullah. Wewe Mtume, angalia chochote sisi tutafanya. Maana kuna watu wana jeuri ya pesa. Angalieni chochote sisi tutatoa hiyo fidia. Hapa jeuri ya pesa haingii. Kama unakatwa kiganja unakatwa ili watu wajue wewe mwizi. Kweli Usama akaenda kaongea na Rasulullah, ya Rasulullah, mwanamke yule wenyewe 1 2 3. Mtume akakasirika kweli kweli. Akawahutubia watu kisha akamwelekea Usama, ya Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah, unaleta maombezi ili tustekeleze hukumu ya Allah. Waimullahi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, na kuwapia lau Fatima binti yangu mimi, waachilia huyu Fatima wenu huyu, lau Fatima binti yangu mimi angeiba ningemkata mkono wake. Kwa hiyo hizi ni hukumu ambazo hazikubali mbadala. Kwenye hukumu kama hizo hakuna sulhu jamani, inatakiwa sheria ifuate mkondo. Limadha? Qala liannaha shuri'at lizajri, kwa sababu hizi hudud zimewekwa ili iwe ni kemeo kwa wengine. Zama za Mtume alayhi salatu wasalam yupo ambaye ashatiwa bakora, shapigwa mawe, ni had min hududillahi azza wa jalla. Kwa hiyo haya matatu ndio yametajwa hapa, yale yanayohusiana na baadhi ya hukumu zinazohusiana na as-sulhu. Hivyo kwa kuyamaliza haya tunakuwa tumefika mwisho wa mlango wa 16. Tunaanza mlango wa 17, albabu 17, mlango wa 17, almusabaqa, mashindano. Miongoni mwa miamala ambayo tunayo katika jamii zetu na maisha yetu ni masala mazima ya mashindano. Na siku hizi watu wanashindana kwenye vitu vingi. Kuna mashindano kwenye vitu vya khairi, alkhairul mahdhu, khairi ambayo ni khairi safi kabisa. Kuna mashindano katika mambo ya mubaha, mambo ya faayo. Alafu kuna mashindano katika asharrul mahdhu, mashindano ya shari ambayo iko wazi shari yake. Mashindano ya mamisi, malengo yake huwa nini ya mashindano? Labda anatafuta mzuri zaidi, alafu akishapatikana huyo mzuri zaidi afanywaje? Ili soko lake litangazike zaidi kwamba wazinifu mkitaka mzuri zaidi kwa mwaka huu tumeona kwa Arusha ni fulani, au wana kazi zaidi ya hiyo. Akishakuwa ndo mzuri zaidi Miss Arusha, baada ya kutangazwa kwamba huyu ndio Miss Arusha, akatembea uchi vizuri zaidi mbele ya wanaume chungu nzima, mbele ya vyombo vya habari, ndio mshindi wetu huyu, tutampa paso hii hapa ili mkimtaka aweze kuja haraka. Haya ni mashindano ya shari ambayo iko wazi. Kwa hiyo hakuna shaka kwenye uharamu wake, sababu ni jambo ambalo wala halihitaji nguvu nyingi kutafuta dalili kwamba uharamu wa mashindano ya umisi uko wapi. Uharamu wake uko bayana. Alafu kuna yale mashindano ambayo yanachenga chenga, yana shubha, je, yako sawa au hayako sawa? Kwa hiyo kupitia mlango huu inawezekana tukapata baadhi ya misingi itakayotupa wepesi katika kujua ni yapi mashindano ya sawa na ni yapi mashindano yasiyokuwa ya sawa. Almusabaqa, mashindano. Qala fihi masail, na chini ya mlango huu kuna nukta kadhaa. Qala almas'alatu alula, au vipengele kadhaa. Kipengele cha kwanza, maanaha, maana ya mashindano, wa hukmuha, na hukumu yake, yanafaa au hayafai. Kwa hiyo kwenye kipengele cha kwanza tuna nukta mbili. Nukta ya kwanza maana ya mashindano, nukta ya pili hukumu ya mashindano. Tuanze na nukta ya kwanza kwenye kipengele cha kwanza, maanaha, maana ya mashindano.
ametanguliza neno as-sabaqu. As-sabaqu hivyo hivyo, as-sabaqu bifathi as-sin wal ba wa dhammi al-qaf. As-sabaqu, as-sabaqu nini? Qala ma yatarahanu alayhi al-mutasabiquna fi al-khayli wal-ibli wa fi an-nidali faman sabaqa akhadhahu. As-sabqu ni ile zawadi sasa ambayo watu wanashindana ili waipate, waiwini hiyo. Ma yatarahanu alayhi almutasabiquna ni kile kinachokuwa rehani kwa wale wanaoshindana, kilichowekwa rehani kwa wale wanaoshindana. Bimaana wale wanaoshindana wanaambiwa mkishinda zawadi ni simu hapa. Kwa hiyo mshindi wa kwanza labda atapata simu, mshindi wa pili atapata kitu fulani, mshindi wa tatu atapata kitu fulani. Hizo zawadi zilizoandaliwa kwa ajili ya wale wanaoshindana. Fil khayli, iwe kwenye farasi, wal ibli au kwenye ngamia, mbio bimaana, wa fi nidali au kwenye shabaha. Faman sabaqa akhadhahu, yule atakayeshinda ndiye atakayechukua hiyo as-sabaqu. Kwa hiyo as-sabaqu kwa lugha ambayo itakuwa ni nyepesi kwetu, zawadi ya mashindano. Qala wal musabaqa, na musabaqa wenyewe nini? Hiya almujaratu baina alhayawani wa ghairihi, ni ule ushindanishi, iwe ni kati ya wanyama au vitu vingine. Qala wal munadhalatu wan nidal, na neno al munadhala au neno an nidal, al musabaqatu fi ar-ramy bis-sihami wa nahwiha, ni mashindano ya shabaha, kurusha mikuki, mishale na mfano wake. Sasa hapa huu utangulizi umetaja takriban vitu vitatu ambavyo watu wanaweza wakashindana. Tumetajiwa hapa mashindano ya farasi, mbio za farasi, mashindano ya ngamia, sio ngamia wenyewe, yani wale wenye ngamia wanashindana wakiwa wanawatumia hao ngamia, na mashindano ya shabaha. Mashindano ya shabaha ndio vitu vilivyotajwa kama mfano katika kuelezea maana ya zawadi za mashindano na mashindano yenyewe. Hiyo ni taarifu, nukta ya kwanza kwenye kipengele cha kwanza, nini maana ya almusabaqa. Kwa hiyo tumetajiwa vitu viwili kwenye musabaqa. Kitu cha kwanza ni musabaqa wenyewe, mashindano. Kitu cha pili ni as-sabaqu, ile zawadi iliyotangazwa kwa atakayeshinda kwenye mashindano husika. Na mara nyingi mashindano yanakuwa na zawadi. Inawezekana zawadi hiyo ikawa ni kitu chenye thamani au kisicho thamani. Kitu chenye thamani kama tunavyoona, mtu kapewa gari, kapewa nyumba, kapewa pesa. Kisicho thamani ni ile kutangazwa tu kwamba huyu ndo mshindi wetu wa kwanza, Allah muhifadhi, mpeni takbira 3, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, khalas kazawadiwa huyu. Shuleni kule unapewa zawadi ya makofi, pigeni makofi, hongera, papa papa, imara, papa papa. Wanamaliziaje? Wa kizazi cha zama hizi wameweka na wa kazi yako, alafu ni zawadi nayo hii, lakini makofi shingapi? Hayana thamani, kiasi ya kwamba ukiambiwa tukupe 2000 au makofi utachagua 2000 tu. Makofi najipigia hata mwenyewe. Hatuko kwenye makofi, tunataja tu mfano wa zawadi. Thaniyan hukmuha wa adillatuha, nukta muhimu hii, hukmu ya mashindano na dalili zake. Qala wal musabaqatu jaizatun bil kitabi was sunnati wal ijma', na mashindano yanafaa kwa mujibu wa Qur'ani, sunna, lakini kadhalika makubaliano ya wanazuoni wa Kiislamu. Amma alkitabu, ama ndani ya Qur'an, fa qawluhu ta'ala, inaweza kutumika kama hoja au ushahidi maneno ya Allah azza wa jalla, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa, jiandaeni kwa namna yoyote muwezayo ya kuwaweka imara na kuwapa nguvu katika kujiandaa kuingia kwenye mapambano dhidi ya maadui zenu. Na Mtume alayhi salatu wasallam alifasiri nguvu kwa maana ya ar-ramyu, ni ule uwezo wa kurusha. Akasema ala innal quwwata ar-ramya,
au innal quwwata ar-ramy, tambueni kwamba nguvu iliyokusudiwa hapa ni uwezo wa kurusha silaha. Kama vile anaeleza ikiwa Allah azza wa jalla akatuambia tufanye maandalizi hayo, basi hakuna ubaya kushindana kwenye kitu hicho, kwa sababu mashindano hayo yanapelekea kulitekeleza agizo hili la Allah azza wa jalla. Na ili uingie kwenye mashindano ni lazima ujifue, na tunaamini anayejiandaa kwa ajili ya mashindano haina maana kwamba ule utaalamu baada ya mashindano utafutika, atabaki nao tu, labda azembee kwa muda ndio utaalamu utaondoka. Lakini kama kafanya mashindano akaiva vizuri, tunaamini zaidi ya kushinda kwenye yale mashindano, lakini pia atakuwa tayari kwa kile kilichotajwa ndani ya aya hii, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, aina yote ya nguvu mtakayoweza. Lakini bwana mtume akaipa kipaumbele nguvu ya kurusha silaha. Wa minas sunnati, na miongoni mwa dalili katika sunna, ma rawahu ibn Umar radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sabaqa بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. رواه البخاري ومسلم. حديث نسمولي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كوا متومي عليه الصلاة والسلام سابق على شندانيشا بين الخيل المضمرة. Al-khayl al-mudammara ni yule farasi aliyenyimwa chakula muda fulani ili awe mwepesi na awe na kasi. Na mara nyingi hufanywa hivyo kwa ajili ya vita au mashindano. Anapewa chakula kizuri kwa muda mrefu, alafu anapunguziwa kidogo muda fulani. Kwa hiyo kama vile yale mafuta yanayayuka ndani ya mwili, anapata nguvu zaidi, lakini mwili wake pia unakuwa mwepesi. Huyo anaitwa al-mudammara. Kwa hiyo alishindanisha kati ya farasi al-mudammara kutoka Hafia mpaka Thaniyatul Wadaa, ni maeneo haya. Wa baina allati lam tudammar min Thaniyatil Wadaa ila Masjid Bani Zuraiq, na pia akashindanisha kati ya ngamia ambaye au farasi ambaye yupo katika hali ya kawaida kutoka Thaniyatul Wadaa, eneo ambalo wale wanaosafiri walikuwa wanaagana hapo, ile bye bye, msafiri anaendelea na safari yake, huyu mkazi anarudi nyumbani kwake. Kutoka Thaniyatul Wadaa mpaka msikiti wa Banu Zuraiq. Kwa hiyo mashindano yamethibiti, lakini hapa tunayoona ni mashindano ya wanyama, farasi na mfano wake. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini pia ushahidi mwingine ni maneno ya mtume alayhi salatu wasallam aliposema la sabaqa, hakuna kuzawadiana kwenye mashindano, illa fi khuffin, isipokuwa kwenye mashindano ya ngamia, au naslin, au shabaha, au hafirin, au farasi. Khuf ni mguu, lakini ni mguu wa ngamia. Hafir ni mguu wa farasi. Kwa hiyo vimetajwa hivi viungo kwa sababu ndivyo vinavyoshiriki kwa asilimia kubwa kwenye hayo mashindano. Mashindano ya mbio utakimbia kwa miguu yako. Kwa hivyo vimetajwa hivi viungo, lakini kusudio ni wale wanyama wenye viungo hivyo. Kwa hiyo al-khuf maanahu al-ba'iru, an-naslu maanahu as-sahmu dhun-nasli, wal-hafir maanahu al-faras. Mtume anasema hakuna kuzawadiana kwenye mashindano isipokuwa mashindano ya ngamia, farasi au shabaha. Je, haifai mashindano nje ya hivi vitu vitatu? Mashindano ya ngamia, farasi au shabaha? Je, mtume kutaja haya matatu maana yake haifai mashindano nje ya haya matatu? Tutakuja kuona huko mbeleni muda si mrefu insha Allahu taala. Qala wa qad ajma'a almuslimuna, na wameafikiana waislamu ala jawazi almusabaqati fil jumla, kwa ujumla juu ya kufaa kwa musabaqa. Kwa ujumla musabaqa unafaa ule ambao unazingatia masharti na vigezo vya sheria. Ule ambao ni kinyume na hivyo unatoka kwenye hukumu hii unaingia kwenye hukumu nyingine. Almasala thania, kipengele cha pili. Kwa hiyo tumeona maana ya musabaqa na dalili zake ndani ya Qur'ani na Sunna. Almasala thania, alahkamu almutaalliqatu biha,
hukumu zinazohusiana na mashindano. Hapa zimetajwa hukumu 7. Kwenye hizi hukumu pia tutabaini baadhi ya mambo ambayo yatafanya aina fulani ya mashindano yatoke. Hukumu ya kwanza nasema tajuzu almusabaqatu 'ala alkhayli wa ghayriha min ad-dawab wal marakibi wa 'ala al-aqdami wa kadhalika at-tarami bis-sihami wa isti'mal al-asliha. Inafaa mashindano kwa farasi au wanyama wengine au vipando vingine. Inawezekana pakawa na mashindano ya ndege pia, mashindano ya magari inafaa. Sasa haya mashindano yetu ya magari sijajua malengo yake mwisho wa siku huwa nini. Lakini ukiangalia hivi vilivyowekwa hapa, lengo ni kumuimarisha Muislam aweze kutumia hivyo vifaa katika maslahi ya dini. Qala wal marakibi, inafaa pia watu kuweka mashindano ya vipandwa. Ukenda mikoa ile ya pwani huko, watu wanakuwa na mashindano ya ngarawa, mashindano ya boti, mashindano ya majahazi, mashindano ya mashua. Sijajua kama kuna mashindano ya meli, lakini inawezekana hata wasiposhindana abiria wanashindanisha kwamba ipi itawahi kufika. Qala wa 'ala al-aqdami, lakini pia inafaa kushindana kwa miguu kwenye mbio za kawaida. Wakadhalika tarami bisihami, lakini vile vile inafaa kwenye mashindano ya shabaha, kurusha silaha, mikuki na mfano wake. Wasti'mal al-asliha, na inafaa kushindana mashindano ya umahiri wa kutumia silaha, umahiri wa kutumia silaha. Ukiangalia aina zote za mashindano yaliyotajwa hapa ni mashindano ya kumweka mtu imara na kuonyesha uwezo wake kutumia vitu mbalimbali ambavyo vinahitajika katika kumkinga Muislam au jamii kwa ujumla. Namba 2, tajuzu almusabaqatu ala iwadhin. Inafaa sasa kushindana tena kwa zawadi, fil ibili, kwenye mashindano ya ngamia, wal khayli, na kwenye mashindano ya farasi, wasihami, na kwenye mashindano ya shabaha. Huko inafaa watu kuzawadiana, liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa maneno ya mtume alayhi salatu wassalam, la sabaqa, haifai kuzawadiana kwenye mashindano illa fi khuffin, isipokuwa kwenye mashindano ya ngamia au naslin au mashindano ya shabaha au hafirin au mashindano ya farasi. Na hadithi imetangulia muda si mrefu, ni hadithi sahihi. Kwa hiyo haya matatu imekuja dalili ya wazi kwamba watu wakishindana kwenye haya inafaa kuzawadiana, lakini zawadi yenyewe pia ina utaratibu, tutakuja kuona kwenye kipengele cha 3 insha Allah taala. Hukumu ya 3, kullu ma yatarattabu alayhi maslahatun shar'iyya, kila jambo ambalo lina maslahi ya kisheria, katadarrubi ala aljihadi, kama vile mazoezi katika masala mazima ya jihad, watadarrubi ala masail alilmi, na ushindani juu ya masala mbalimbali ya kielimu. Falmusabaqatu fihi mubahatun, inafaa kushindana huko, sio inafaa tu. Wayajuzu akhdhu al-iwadi alaiha, lakini pia inafaa kuchukua zawadi. Kipengele muhimu cha kuzingatia, kullu ma yatarattabu alayhi maslahatun shar'iyya, kila jambo ambalo lina maslahi ya kisheria. Haya mashindano ya pikipiki yana maslahi gani kisheria? Kwa mfano hayo ambayo yanafanywa huko. Mashindano ya magari yana maslahi gani kisheria? Jibu mnalo wenyewe. Kwa hiyo kila mashindano ambayo yana maslahi ya kisheria, kama vile mashindano kwenye masala mazima ya jihad, masala mazima ya kielimu, inafaa kwanza mashindano kwenye jambo hilo. Lakini pia wayajuzu akhdhu al-iwad alaiha, na inafaa pia kupokea zawadi, kwamba leo jamani tuna mashindano ya kuhifadhi hadithi. Halali au sio halali ya mashindano? Halali. Na kuna zawadi, halali au sio halali? Halali.
Leo tuna mashindano ya Qur'ani. Halali sio halali? Halali. Tukitoa zawadi inafaa. Au leo tuna mashindano ya kupiga nzumari na nai, au kupiga gita au kupiga ngoma. Hayo mashindano halali au sio halali? Wachilia mbali kuwa hizi ni ala ambazo tumekatazwa kuzitumia hasa wanaume, lakini pia kuna maslahi gani ya kisheria? Hakuna maslahi ya kisheria kwenye hili, kwa sababu vitu hivi havirudishi maslahi yoyote kwenye sheria. Tofauti na watu kushindana katika masala ya kielimu, tunatengeneza wanazuoni ambao watanufaisha nafsi zao, watainufaisha pia jamii. Lakini kuna mashindano ya kucheza, inalipa nini? Watu wanakuwa na mashindano ya kucheza kaswida, kuimba kaswida, kukata viuno, kunakuwa na mashindano. Tena inaitwa mashindano ya madrasa. Leo tuna mashindano ya kasida. Itakuja madrasa hii itaimba, itakuja ile itaimba. Kuna maslahi gani kwenye hizi kasida? Nyimbo hizi zina maslahi gani? tuliangalia vyema hilo. الحكم الرابع كل ما يقصد منه اللعب، كل ما يقصد منه اللعب والمرح الذي لا مضرة منه، kila jambo ambalo kusudio lake ni watu kucheza, kufurahi, jambo ambalo ndanimwe halina madhara. mimma abahahu ash-shar'u, katika yale mambo ambayo kisheria ni mubah. Kwani ni mambo ya mchezo, mambo ya furaha, lakini hayana haram ndani yake. tajuzu fihi almusabaqa, twende vizuri hapo inafaa kushindana, inafaa kushindana bishart, lakini kwa sharti alla yashghala an umuri ad-din al-wajiba kasalati wa nahwiha. Hayo mambo hayatakiwi kuwashughulisha watu wakayasahau yale mambo ya dini ya wajib kama vile sala na mfano wake. Wa hadha an-naw'u, hapa naongeza kidogo sauti, na aina hii ya mashindano kwenye vitu vya michezo na vitu ambavyo ni vya kufurahi tu, katika vitu vya mubah kushindana inafaa, sharti visitushughulishe mpaka tukaacha mambo ya dini ya wajib. Lakini pia wa hadha an-naw'u, na aina hii ya mashindano zaidi ya kufaa, la yajuzu akhdhu al-'iwad alayhi, haifai kutoa zawadi. Mmeamua kushindana kukamata kuku, nakamata kuku kwamba uwanja wa mpira tunatupa jogoo. Wanaoshindana ni watu wenye mke zaidi ya mmoja, tunatafuta watu 5, 6, 7, watu wa mathna wa thulatha wa rubaa, kwamba jogoo huyu tunamtupa pale, tunamwacha kidogo achangamke, alafu jamani atakayemkamata huyu jogoo ndio mshindi. Haya mashindano jamani, mnasemaje haya? Yanalipa kisheria? Yana maana ya mazoezi au furaha tu? Kwa hiyo inafaa, lakini zawadi hamna. Kufaa haya mashindano inafaa, lakini la yajuzu akhdhu al-'iwad alayhi, haifai kuwa na zawadi. Hebu tuje kwenye mpira. Mpira tabana, waislamu tuna timu zetu, sijui Kaloleni FC Club mfano, Maimamu Football Club, alafu tuna Maamuma Football Club, Bachelors Football Club. Tuna club za kutosha, tukaamua tufanye mashindano yetu ya mpira. Huo mpira hautushughulishi na swala. Huo mpira hautufanyi tukafanya mambo ya haramu kama vile kucheza tukiwa tumevaa vipensi au mfano wake.
huo mpira si sababu ya kuleta mchanganyiko wa wanawake na wanaume, ni mpira wa kiume yani. Je, inafaa kushindana kwenye hili? Niambieni ninyi jamani, kushindana inafaa au hatujaelewana? Watoto ndio wanajibu hapo kwenye mashindano yao. Je, inafaa kuzawadiana? Ndio. Lengo la huu mpira nini? Ni furaha tu na mchezo. Ikiwa hivyo ndivyo, basi itafaa kushindana, lakini haitafaa kuzawadiana. Wakati gani itafaa kuzawadiana? Kwenye lile jambo ambalo lina maslahi ya kisheria. Kwa hiyo hii ni mizani. Jambo hili lina maslahi ya kisheria, lina faida gani katika dini au ya kidini? Au jambo hili ni mchezo tu na furaha wa halali? Taban, kama ni mchezo tu na furaha ya halali, shindaneni, lakini la yajuzu akhdhu al-iwad alayhi. Hata kama tutaweka mashindano, mwisho tutakuwa na mshindi, sawa, tutakuwa na mshindi, lakini hamna zawadi hapa. Jambo la tano, likulli wahidin min almutasabiqaini, inafaa kwa kila mmoja kati ya wale washindanao, kundi A na kundi B, faskhul musabaqa, kuvunja hayo mashindano, kwa mimi sishiriki tena. Ma lam yadhhar alfadlu li sahibihi, madamu haijaonekana yule mwenzake ndo kama vile anaelekea kushinda. Mwanzoni kabisa ukaamua hapana, mimi basi خلاص, usighairishie katikati, ushakaribia kukata punzi, unasema sishiriki tena. Fa in dhahara, ikiwa itaonekana huyu mwenzake kidogo tayari yuko mbele, falilfadhil alfasx duna almafduli, itafaa kwa yule aliye juu kuvunja hayo mashindano, lakini haitafaa kwa yule aliye chini kuvunja hayo mashindano. Huyu ambaye anaelekea kwenye kushinda inafaa kwake kughairi, lakini wewe unaelekea kwenye kushindwa, haifai kwako kughairi. Lakini mkiwa sawa, inafaa kwa yoyote kughairi kati ya nyinyi wawili. الحكم السادس, حكم ya sita, تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين أو أحد المركوبين. inafaa unabatilika musabaqa, mashindano, bimauti ahadi almutasabiqaini, kwa kifo cha mmoja kati ya wale wanaoshindana. Shindana na farasi ukiwa na mwenzako akafa katikati ya mashindano, useme nimeshinda, hamna hapo mashindano. Au ahadi almarkubaini, au kwa kufa, kuharibika kimoja kati ya vipandwa viwili, iwe ni farasi mnamtumia, mmoja akafia njiani, wewe usimalize raundi ukasema ni mshindi, kwa sababu ulikuwa unashindana mwenyewe, hapakuwa na unayeshindana naye. الحكم السابع, حكم ya saba na ya mwisho, yukrahu lilamini au alhuduri madhu ahad almutasabiqain au aibuhu, ni makruhu kwa yule aliaminika au wale waliohudhuria kumsifia mmoja kati ya wale wanaoshindana au kumtia aibu. Hawa tayari wako kwenye kushindana, tuache wapambane na hali yao. Hizi ni baadhi ya hukumu ambazo wamezitaja ahlul ilmi zinazohusiana na mashindano. Kupitia hukumu hizi tumejua ni aina gani ya mashindano yanayofaa na ni aina gani ya mashindano yasiyofaa. Na msingi mkubwa hapa upo kwenye kipengele namba 3 na kipengele namba 4. Kila jambo ambalo lina maslahi, linajenga maslahi ya kisheria, jambo hilo inafaa watu kushindana na kuzawadiana, kama vile mashindano kwenye masala ya kielimu, kuhifadhi Qur'ani, kuhifadhi hadithi na mutun mbalimbali za kielimu, inafaa mashindano huko na kuzawadiana pia. Lakini inafaa kushindana kwenye yale mambo ambayo ni mubah, lengo lake ni michezo na furaha, inafaa kushindana, ila haifai kuzawadiana. Maana yake ni kwamba yale mashindano ambayo haramu yake iko wazi
mashindano hayo hukumu yake pia itakuwa iko wazi, ambapo ni haram kama vile tulivyoeleza. Mashindano ya UMIS yawe ni ya kanda, mkoa, taifa, dunia au mfano wake. Kana mashindano hayo ni kwa hivi tunavyoona, wanawake kutembea bila ya stara, kuningua mbele ya jopo la majaji na kufanya mengine wanayofanya ili wapate huo ushindi, haifai. Lakini wasichana hao kama watakuwa wanashindana kwenye mambo ya kheri yanayochunga misingi, itakuwa inafaa. Almasala thalitha, kipengele cha tatu muhimu, shurutu akhdhi al-iwad fi al-musabaqa, masharti sasa ya kupokea zawadi kwenye mashindano. Kuna baadhi ya vitu inawezekana hatujaelewana au bado vinakereketa, lakini huko tunakokwenda sasa inawezekana kwenye nukta hizi tano pakakaa vizuri zaidi. Shurutu akhdhi al-iwad fi al-musabaqa, masharti ya kupokea zawadi kwenye mashindano. Kweli tumeona kuna aina ya mashindano inafaa kupokea zawadi. Je, kuna masharti? Naam, yapo masharti. Sharti la kwanza, ta'yinu rumati fil munadala au almarkubaini fil musabaqa wa dhalika birru'ya, kuainisha wale walenga shabaha kwenye mashindano ya shabaha, au kuainishwa vipandwa kwenye mashindano ya vipandwa. Wadhalika, na hii inakuwa birru'ya, kwa kuwaona kwamba watakaoshindana kwenye shabaha ni fulani na fulani. Farasi watakaotumika kwenye mashindano ni farasi huyu na farasi huyu. Muhimu sana kuainisha washiriki au zile zana zitakazotumika kwenye hayo mashindano, na kuainisha huku inakuwa ni birru'ya, kwa kuwaona hao washiriki kwa macho au kwa kuona hivyo vipando vitakavyotumika kwa dhalika au kadhalika kwa macho. Hii mara nyingine inaweza ikasaidia pia kutafuta ule uwiano, kwa sababu jamani, kuna mashindano yanaisha kabla hayajaanza. Tuna mashindano ya magari kwa mfano, mtu kaja hapa na Prado, wewe umekuja na Vitz, mnashindana kwenye spidi. Kweli haya mashindano yatakuwa yana uadilifu jamani? Au huyu Vitz anatafuta matatizo tu? Ala kullin, almuhim tuone vile vipando vitakavyotumika kwenye musabaka, lakini kadhalika tuwaone kama ni mashindano ya shabaha wale ambao watashiriki kwenye hayo mashindano. Isije ikatokea mmoja akatuzunguka kwamba tuna mashindano ya aina fulani labda ya magari, tulishaainisha aina fulani gari tunazozihitaji, lakini mtu akaja na gari tofauti, huyu tutamtoa kwenye hayo mashindano kwa sababu hajakidhi vigezo. Almas'ala thaniya, ittihadu almarakib fi almusabaqa au alqaus fi almunadala wa dhalika binaw'i. Anasema ni kufanana vile vipando kwenye mashindano au ule upinde kwenye shabaha. Wadhalika, na kufanana huku binaw'i ni kwa aina. قال فلا تصح بين عربي وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية. haifai kushinanisha kati ya mnyama ambaye labda ni wa Kiarabu alafu chotara mwingine, sababu hawa wanakuwa na uwezo tofauti. Kwenye wanyama lipo hilo, kuna mnyama huyu ana asili ile iliyotimia, alafu kuna mwingine kachanganya, huyu anaitwa hajin. Wala baina qausin arabiyatin wa farisiya, wala haifai kushinanisha kati ya upinde ambao ni wa Kiarabu na wa Kifursi. Inaonekana hizi pinde mbili ya kutengenezwa huku na huku zina utofauti. Sisi tumetaja mfano hapa wa magari. Gari hili na gari hili, yanaonekana haya magari yana uwezo tofauti. Ndio maana kwenye mashindano
Hata ikiwa ni mashindano ya magari, basi inakuwa ni aina fulani ya gari. Hata mashindano ya baskeli, kwamba leo tuna mashindano ya baskeli, tunatumia baskeli gani? Phoenix, mtakuja na Phoenix. Baskeli gani? Sehewa mfano, mtakuja na Sehewa. Siwezekani huyu amekuja na chopa, huyu akaja na Phoenix, huyu anapiga gia kwenye mlima, mwingine anaminyika huko. Haya mashindano yatakuwa hayana uadilifu. Tushamtafuta mshindi au tushampata mshindi kabla ya mashindano kuanza. Kwa hiyo Ittihadul Marakib, ule umoja wa vipandwa kufanana kwenye musabaka au zile pinde kufanana kwenye shabaha, kwa kuzingatia aina ya vipandwa na aina ya pinde. Alhukmu thalith tahdidul masafa au alghaya, kuainisha masafa au ukomo, kwamba tunashindana mpaka sehemu fulani, na hiki ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo hapa mpaka pale, au mkoa huu mpaka mkoa fulani. Wadhālika imma bilmushahada au bidhar'i, na hii ima kwa kuonekana au kwa kupima, kwamba hapa mpaka pale au kilomita hizi. Kwa inawezekana mwisho hatupaoni, lakini vipimo tunajua. Kwa mashindano yetu yanaanzia labda ya farasi, hayo yanaanzia Arusha, Shiamri ya Bedi, hapo tunakwenda mpaka wapi? Labda Makuyuni tuseme. Je, tunashindana kwenda au kwenda na kurudi? Vile tutakavyo afikiana, kwamba atakayewahi kufika huko ndani ya muda huu ndiye mshindi, au atakayewahi kurudi ndani ya muda huu ndiye mshindi. Tahdidul masafa au alghaya, kuainisha masafa au ukomo. Alhukmu arabi, hukmu ya 4, an yakuna aliwadu ma'luman wa mubahan, ile zawadi iliyoandaliwa iwe inajulikana na iwe inafaa pia kisheria. Inawezekana ikawa inajulikana lakini haifai. Tuna mashindano ya mbio hapa, mshindi atapata nini? Kreti ya bia. Tushajua kwamba ni kreti ya bia. Je, ni halali? Si halali. Kwa hiyo kweli imejulikana, lakini laisa di mubah, haifai aina hiyo ya zawadi, kwa sababu ni kitu kilichoharamishwa shar'an, kisheria. Kwa nini inatakiwa iwe inajulikana? Qala li'annahu malun fi 'aqdin, kwa sababu hii ni mali kwenye makubaliano maalum. Fawajaba al-ilmu bihi, kwa hiyo ni lazima ijulikane kwamba mnashindana kwa zawadi. Zawadi gani? Isiwe zawadi ni siri ya mtoa zawadi, iwe inajulikana. Wa ibahatuhu, lakini pia iwe ni mubaha inayofaa, kasairi al-uqudi, kama ilivyo kwenye mafikiano mengine mengi. Hukumu ya 5 muhimu sana, au kipengele cha 5 kwenye masharti ya kupokea zawadi, ni kipengele muhimu. Ayakuna al-iwadu min ghairi al-mutasabiqaini. Hiyo zawadi inatakiwa isitoke kwa wale wanaoshindana. Zawadi isitoke kwa wale wanaoshindana. Leo watu wanashindana kwenye mpira, mara nyingi wanafanyaga kwenye mpira. Zawadi nini? Mbuzi. Wasikia kuna kombe la mbuzi, kombe la ng'ombe, kombe la ngamia. Huyu mbuzi kapatikana wapi? Hizi timu zimechangishwa, kwamba tuko timu 4, tunataka mbuzi wa 200,000, kila timu itatoa 50,000, na hizi timu ndio zinakwenda kushindana. Wachilia mbali aina ya mashindano kwamba sio ya zawadi, kama lengo lake ni furaha tu na mchezo, lakini pia namna ya kupatikana hiyo zawadi ni namna isiyofaa. Kwa nini haifai? Kwa sababu hapa tunaona ayakuna al-iwadu min ghairi al-mutasabiqaini, hiyo zawadi inayotolewa inatakiwa isitokamane na wale wanaoshindana, itoke kwa mtu mwingine kando kabisa. Kama kuna mdhamini wa hayo mashindano yafaayo kuzawadiana, pajulikane pana mdhamini. Sisi tunaokwenda kushindana, tunakwenda kushindana tu, kiasi ya kwamba hata ukishindwa hujapoteza. Hata ukishindwa hujapoteza ile 50 yako tuliyoitaja kwenye mfano. Kwa nini sharti hili limetajwa hapa? Liyakhruja bidhalika an shabahil qimari, ili haya mashindano yatoke kwenye kule kufanana na kamari.
Sababu kamari ni bahati nasibu ima ule au uliwe. Huyu anaweka na mimi naweka. Yule ambaye fungu litamwangukia ndiye atakayechukua zote, na yule ambaye hakubahatika anakuwa tayari ameshaumizwa. Hii ni kamari, na hukumu ya kamari haifai, ni rijsun min amali ash-shaytan. Liyakhruja bidhalika an shabahi al-qimari, ili itoke au haya mashindano yatoke kwenye kufanana na kamari, bahati nasibu. Ama idha kana minhuma, ama pale itakapokuwa zawadi inatoka kwa wote wawili, au min ahadihima, au hata inatoka kwa kundi moja kati ya hawa wawili, au mmoja kati ya hawa wawili wanaoshindana. Nataka kushindana na wewe na mimi nina uwezo nikatoa zawadi kwamba tunashindana, atakayeshinda milioni moja hii hapa naeka, na mimi ninayetoa milioni moja ndio sehemu katika wale wanaoshindana. La yajuz, hii nayo pia haifai. Qala amma idha kana minhuma, ama itakapokuwa zawadi inatoka kwa wote wawili, au min ahadihima, au kwa mmoja wao, fala tasihu almusabaqa, basi hapo musabaqa unakuwa haufai, kwa sababu unakuwa umechukua taswira nyingine ambayo ni taswira ya kamari. Kuna baadhi yetu tunachanganya kati ya kamari na riba. Tunapozungumzia mfano insurance, bima, tunawasikia baadhi wanasema bima ni haramu kwa sababu ndani yake ina riba. Wengine wanasema bima ni haramu kwa sababu ndani yake ina kamari. Inawezekana riba kwenye bima ipo, lakini kilicho wazi zaidi ni kamari. Unaweka hela yako na yule anaweka hela yake, atakayeumwa ndo atakayetumia mwenzake. Alisi kadhalika, bila ya kukusudia kumsaidia huyo mwenzako. Lengo lako usaidike wewe. Si ndio asili ya hizi bima za kibiashara? Unaweka ili utakapopata hiyo dharura inayokufanya utumie mfuko wako wa bima ili utumie. Lakini umeweka mwaka umekata, maskini hujaumwa. Hivi mwaka ukiisha ina expire bila ya kubustiwa. Yaani ukikata ule mchango wako uliopangiwa, si huwa inapotea? Inakuwa hivyo. Inaenda wapi? Nani ameila? Tujalie umeweka mwaka mzima huo hujaumwa hata mafua ya kutumia hiyo bima. Mfuko wako unachangia 50,000. Na kuna mwingine anachangia 50,000 na mwingine 50 nyingi zimekusanyika kwenye mfuko. Mmoja akaumwa maradhi ya milioni 50 kwa mfano. Huyu kala 50 za wangapi huyu? Za wengi. Wenyewe walikuwa radhi hela zao ziliwe. Hawakuwa radhi bila shaka. Kwa hiyo mwisho wa siku mmeingia kwenye kamari, bahati nasibu. Aloumwa kala mzima kaliwa. Hii ni sura ya kamari ya wazi kwenye bima za biashara. Lakini ikitokea sasa huu mfuko wa bima tumeweka kama sadaka, na ili iwe sadaka, yule anayesimamia bima anakuwa sio mmiliki wa hizo hela zetu. Wamiliki ni sisi wachangiaji. Yule anakuwa ni sehemu tu ya kuendesha. Sasa hivi bima wao ndo wamiliki wa zile pesa zetu. Kiasi ya kwamba ikimalizika mwaka hujatumia pesa yako, ile haiwezi kurudi. Wala hutakiwi kujua imeenda wapi. Kwa hiyo hawa wanafungua biashara kupitia mlango huo wa bima. Na wenyewe wanasema biashara hii inawalipa sana. Japo hii sio biashara. Lakini ile bima ya takaful ambayo ni ya kusaidiana, kila anayeweka pale nia yake anaweka kwenye mfuko huu wa sadaka. Imana hii sadaka yangu na wewe sadaka yangu. Nikiumwa mimi tayari wenzangu walioweka washaruhusu sadaka zao nizitumie. Wakiumwa wao mimi tayari nisharuhusu itumike, na huwa haexpire kwamba umepoteza. Hapana. Inawezekana ika-expire kukosa sifa fulani, lakini tayari kuna kitu chako kule ulishaweka. Kama ambavyo hii mifuko mingine ya bima inanepesha mifuko yao kwa kufanya vitu mbalimbali vya kukuza uchumi wa ule mfuko bila ya kujali ni halali au ni haramu.
Lakini bima ya Kiislamu inayofaa ambayo ni tadhamun au takaful ni bima ambayo hata tukiamua kukuza ule mtaji wetu lazima tuangalie tunachokifanya, je, kinafaa kisheria? Kama hakifai hatuendi huko. Kwa hiyo picha haraka haraka inayoonekana kwenye bima kwa mfano ni kamari zaidi kuliko riba, na hii ndio inatoa ile nguvu ya uharamu kwenye swala hili. Huo ukamari uliopo ndio kitu ambacho kinatengeneza nguvu kubwa zaidi katika kuonyesha uharamu wa bima hizi za biashara. Alhamdulillah, nafikiri kwa Tanzania zipo sasa bima ambazo zinaangalia utaratibu wa sheria, japo hazijawa na uwezo wa kukava maeneo mengi, lakini hapo baadhi ya maeneo nafikiri wameanza. Sina uhakika kwenye magari au kwenye nini au kwenye afya, lakini nafikiri kuna baadhi ya maeneo hiyo ambayo inaitwa takaful insurance imeanza kufanya kazi kwa namna fulani. Inawezekana bado ni namna ndogo, lakini naamini baadhi ya maeneo imeanza kufanya kazi. Ni vyema kwa yale mambo ambayo hayawezi kwenda bila ya bima. Kuna mambo hayawezi kwenda bila ya bima. Mambo hayo sheria imekuruhusu kutumia bima kwa kadri ya haja, lakini pia ukipata bima halali ndio bora zaidi. Mfano gari, huwezi kuendesha gari kama haina insurance, ndivyo ama sivyo? Kwa hiyo kama zilizopo ni hizo za biashara, ni lazima utumie hiyo ya biashara ambayo mwaka ukishamalizika ndio imeenda ile yako hivyo, na zinaenda sana tu hii 118 zinaenda sana. Kuna mtu tangu akate bima inawezekana miaka 10 20 hajawahi kunufaika na bima yake hata kidogo, na kila mwaka ukiisha ile imeexpire unawapa hela nyingine, mambo yanaenda. Sasa nyinyi mmekula hii hela yangu kwa uhalali gani? Mimi niliweka kama kinga, sijapata matatizo, basi angalau tulikuwa tukae chini. Wewe kwa sababu hujapata matatizo na sisi tumekutunzia hela yako, watu ulipaje? Au tuwe tumeshafikiana tangu mwanzo kwamba tunakuwekea hii hela yako bana kwa ajili ya usalama wako. Unapata matatizo utaitumia, ukupata matatizo mwisho wa mwaka kwa sababu tumekutunzia tutakuwa na asilimia hizi mathalan, lakini ikienda ndio imeenda, wala hakuna mpango wa kutazamana baada dhalik. Hii kidogo haijakaa vizuri. Almuhim, nukta ya 5 hii ya msingi kwenye mashindano, ayakuna al-iwadu min ghairi al-mutasabiqain, ile zawadi isitokamane na wale wanaoshindana, ili kuyaweka mbali haya mashindano na sura ya kamari. Ama ikiwa inatoka kwa wanaoshindana au upande mmoja katika pande mbili zinazoshindana, fala tasihu almusabaqatu hina idhin, wakati huu musabaka hautakuwa halali. Hapa ndio mwisho wa mlango wa 17. Ikiwa hivyo ndivyo, na pia hapa itakuwa ndio ukomo wa darasa yetu kwa siku ya leo. Kwa mukhtasar, tunamalizia kilichokuwa kimesalia kwenye mlango wa sulhu. Tukaona takriban hukumu 3 zinazohusiana na as-sulhu. Inafaa watu kusulishana kwenye haki iliyosahaulika isiyojulikana. Inafaa watu kusuluhishana kwenye kile kitu ambacho kinakubali mbadala, lakini haifai sulhu kwenye kile kitu ambacho haifai kuchukua mbadala, kama vile kwenye hudud. Baada ya hapo tukaingia kwenye masala mazima ya musabaka. Hapa tukazungumzia takriban mambo 3. Jambo la kwanza lilikuwa maana ya musabaka, na vile tunavyojua ndivyo pia ilivyoelezewa, lakini pia tukaona hukumu za musabaka ni kuwa inafaa kwa mujibu wa Qur'an na Sunna. Alafu tukaingia kwenye kipengele cha pili, baadhi ya hukumu zinazohusiana na mashindano. Tukaona kila ambacho kinakuwa na tija na maslahi ya kisheria inafaa watu kushindana, lakini pia kuzawadiana. Na inafaa kushindana kwenye kitu ambacho asili yake ni mchezo tu na furaha, madamu hakina madhara wala pingamizi ya kisheria inafaa, lakini haifai kuzawadiana kwenye mashindano ya namna hiyo. Tukamalizia na kipengele cha 3 ambacho ni masharti ya kupokea zawadi kwenye mashindano. Tukaona takriban masharti 5, ikiwa ni pamoja na hiyo zawadi iwe inajulikana, iwe ya halali, vile vinavyoshindana vile viwe vina uwiano, wanaoshindana vinavyoshindanishwa vijulikane, lakini masafa pia yajulikane, kama ni masafa ya shabaha au masafa ya mbio yajulikane. Lakini nukta ya mwisho tukaona kwamba kwenye mashindano yanayofaa
kuzawadiana inatakiwa zawadi isiwe inatoka kwa wale wanaoshindana au kwa upande mmoja kati ya pande zinazoshindana. Ikiwa hivyo inatoka kwa wanaoshindana au kwa upande mmoja kati ya pande zinazoshindana, fala tasihu almusabaqa, hapo mashindano yatakuwa hayafai. Leo tukomee hapa, tujumuike tena kwenye majlisi ijayo insha Allah taala, ili tuanze mlango wa 18 ambao unazungumzia al-ariya. Nini maana ya al-ariya? Tutakuja kuona muda huo insha Allah taala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa jazakumullahu khairan.